Naamini wote tunakumbuka mapema wiki hii tarehe 16 Februari 2026 Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo alinielekeza mimi kama msajili wa vyama vya michezo nchini kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba unahitimishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili wa vyama vya michezo kabla mwezi huu haujakwisha. Maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri yalikuwa ni ya kusisitiza na kuhakikisha kuwa hatua zote za kisheria za kiutawala zinakamilika kwa wakati kwa maslahi ya klabu, wanachama wake na maendeleo ya michezo kwa ujumla. Napenda kufafanua kuwa mchakato huu wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba umepitia katika michakato mingi. Kwanza uchambuzi, una tathmini na uidhinishaji wa marekebisho ya katiba. Sasa haya yote yalikuwa yameshafanyika. Mchakato huu tayari ulikuwa umeshachakatwa. Ulibaki mchakato mmoja tu ambao ulikuwa ni kuwakabidhi klabu ya Simba katiba yao, kwa sababu katika michakato tulionayo kuna michakato wanawasilisha katiba. Baada ya hapa tunakuwa tunawasiliana na klabu na uongozi kupata ufafanuzi tofauti ili kuhakikisha katiba hii inakuwa inabeba yale madhumuni yaliyokuwa yamekusudiwa. Kwa hiyo katika mchakato huo, mchakato wa mwisho kabisa ni wa kukabidhi katiba, ambao unapokabidhi katiba hiyo unahakikisha kwanza uongozi wa klabu ya Simba una sign, unakubali kwamba haya ndio marekebisho sahihi na yamebeba yale maudhui waliokusudia kwenye fomu maalum ambayo wana sign, ambayo tayari sasa kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imeshakamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi katiba na kupokelewa rasmi, ambayo katiba imeidhinishwa. Kwa hiyo katiba ya klabu ya Simba imeshakabidhiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba. Kwa msingi huo, napenda leo tarehe 18 Februari 2026 kuutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni wa vyama vya michezo, baada ya kukamilika kwa hatua zote, ikiwemo kukabidhi rasmi katiba hiyo kwa uongozi wa klabu. Tazungumzia hatua za mchakato zilizopitia. Klabu ya Simba ilianza mchakato wake wa mageuzi wa mfumo wa uendeshaji wake ili kuwaruhusu wawekezaji kwa mujibu wa katiba yake ya mwaka 2018. Katika utekelezaji wa mageuzi hayo, changamoto za kisheria na za kiutawala zilijitokeza, ikiwemo masuala ya muundo wa umiliki, usajili wa wadhamini na uoanifu wa katiba na matakwa ya taasisi mbalimbali za serikali. Marekebisho hayo yalikuwa yamejadiliwa na kupitishwa awali kwa mkutano mkuu wa wanachama uliofanyika tarehe 30 baada ya kuwa na changamoto hizo. Kwa hiyo mkutano wa tarehe 30 Novemba 2025 wa klabu ya Simba uliweza kuboresha katiba ili iweze kuendana na yale changamoto zote, kuziondoa zile changamoto ambazo ilisababisha katiba ya kwanza kukwamisha ule mchakato wa mabadiliko. Na baadaye, baada ya mkutano mkuu, waliwasilisha rasmi ofisi ya msajili kwa ajili ya kukamilisha hatua za mwisho za kisheria za kiutawala. Sasa klabu iliwasilisha mapendekezo hayo kwa mara ya kwanza tarehe 10 Disemba 2025.
Baada ya kuyapitia, ofisi ya msajili iliyarejesha rasmi rasimu hiyo tarehe 18 Disemba 2025. Tuliwarejeshea klabu ya Simba kwa ajili ya kufanya maboresho na uoanifu zaidi ya matakwa ya kisheria na kanuni. Tarehe 24 Disemba 2025, klabu iliwasilisha tena rasimu iliyofanyiwa maboresho katika kuendelea kutekeleza wajibu wake wa kisheria wa kuhakikisha ukamilifu na uwazi wa masharti yaliyopendekezwa na ofisi ya msajili. Waliwasilisha katiba hiyo tarehe 5 Januari, na katiba hiyo tulipoipitia tena tukaomba ufafanuzi hiyo tarehe 5 Januari. Kuna kipengele kidogo kimoja kilikuwa kimebaki ambacho kama nilivyoeleza kwamba lazima tutafute uoanishi wa taasisi nyingine ili kuruhusu huu mchakato usije ukafanya nini, ukakwama. Kwa hiyo tarehe 5 tukawarejeshea tena wafanye tena nini, hilo boresho la mwisho 2026. Kwa hiyo baada ya kukamilisha maboresho hayo na kutoa ufafanuzi uliohitajika kwa klabu, uliwasilisha toleo la mwisho tarehe 5 Februari 2026 kwa ajili ya kuhitimisha mchakato huo. Katiba iliyorekebishwa iliwasilishwa kwa msajili kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya kanuni ya msajili wa vyama vya michezo, tangazo la serikali 441 ya mwaka 1999 ili ipitiwe na kuidhinishwa. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 3A kanuni ya msajili wa vyama vya michezo, tangazo la serikali 441 ya mwaka 1999, msajili ana wajibu wa kuhakikisha kuwa marekebisho yote ya katiba hayawezi kuhatarisha usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au jamii kwa ujumla, wala kuathiri maendeleo ya chama. Hiyo ni kanuni ambayo inaniongoza mimi kama msajili. Baada ya uchambuzi wa kina na wa kisheria na wa mashauriano ya kitaalamu, serikali imejiridhisha kuwa marekebisho haya yanakidhi matakwa ya kisheria na hayana athari hasi kwa wanachama, wawekezaji au jamii kwa ujumla, hivyo yameidhinishwa rasmi. Naamini hapa sasa tu tunaelewa kwamba katiba iliyoidhinishwa, serikali inaamini kwamba imejiridhisha kuwa marekebisho haya hayahatarishi usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au hayavurugi ile hali ya uwekezaji. Inaweza ukawa uwekezaji uliowekezwa au utakao kuja kufanya nini, kuwekezwa. Kwa hiyo imeangalia engo zote na kujiridhisha kuwa sasa inaidhinishwa rasmi kwa ajili ya kuendelea na mchakato. Maboresho yaliyofanywa. Miongoni mwa maboresho yaliyowasilishwa kwa klabu na kuidhinishwa, cha kwanza ni kuweka tafsiri sahihi ya Simba Sports Club Company Limited kuwa ni kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni itakayoshughulikia shughuli za kibiashara za kiutendaji za klabu, huku umiliki wake wa hisa ukiwa wa ubia kati ya baraza la wadhamini la klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama na wawekezaji kwa mujibu wa sheria na maamuzi ya halali ya mkutano mkuu. Katiba hiyo imeweka bayana kuwa hisa za klabu zitamilikiwa kupitia baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama. Katiba hii pia imeimarisha muundo wa baraza la wadhamini
lenye wajumbe wasiopungua kuanzia 5 hadi 7 watakaomiliki na kukumiliki au watakaomiliki na kusimamia mali za klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama. Kuweka wazi kuwa mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya kudhibiti uteuzi na kuondoa wajumbe wa baraza la wadhamini. Kuweka muundo wa kuimarisha ndani ya bodi kwa kuzingatia uwiano wa umiliki wa hisa kati ya wanachama na wawekezaji, huku angalau zile 51% ya hisa zikiendelewa kumilikiwa na wanachama.